Ah, Kwanza nadhani itakuwa ni kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu Dar es Salaam Young Africans kucheza wakiwa na washambuliaji wawili, kwa maana wakati ambao Fiston Kalala Mayele anasajiliwa, lakini pia Heritier Makambo alivyosajiliwa, kwa maana alivyorejea mara ya pili naye kwa Dar es Salaam Young Africans, ilikuwa mara ya mwisho kwa Yanga kuwa na washambuliaji wawili wa kimataifa ambao unaweza ukasema klasi yao wanaweza wakakupa at least goli 20 kwa wote wawili kwa msimu mmoja. Lakini kwa misimu ya karibuni tunaona kumekuwa na ingia toka ya washambuliaji wa ingia toka ya mawinga ambao wanaweza kukupa wastani huo mkubwa wa magoli. Lakini ukija kwenye swali la Prince Dube pamoja na Laurindo Maria Depwe, kumekuwa na mitazamo mingi tofauti. Kitu ambacho wengi wanashindwa kukiconsider ni kwamba kazi kubwa ya mshambuliaji ni kufunga. Yaani hayo mengine ya kwamba ana uwezo wa kufanya hiki kufanya hiki ni vitu vya ziada tu. Kazi yake kubwa ni kufunga. Ni kama ambavyo kazi kubwa ya mlinzi ama beki ni kulinda. Kufunga ama kuassist ni kitu cha ziada ambacho anakupa. Kwa hiyo kwa mshambuliaji kazi yake kubwa ni kufunga. So kwangu mimi naamini kwa hawa washambuliaji wawili wamekuwa wanatofautiana kwenye aina ya uchezaji. Karba ambazo wanazo kwa maana ya karba ya Prince Dube ni ule mchezaji ambaye anapenda kuunganika na timu, kucheza na timu, movement ya timu ilivyo. Lakini kazi ya Depu, yeye ni goal poacher, kwa maana kazi yake kubwa ni kuhakikisha mpira unaingia kwenye nyavu. Kwa performance ambayo Depu alikuwa ameanza nayo tangu alipoingia kwenye dirisha dogo kabla ya kupata injury, alikuwa na performance nzuri sana. Performance ambayo yawezekana kila mtu alikuwa anatamani kuona ikiwa ina muendelezo. Baada ya kwake amepata injury na injury inaonekana imemwathiri kwa kiasi kikubwa. So kwa mimi ukinipa nafasi ya kuangalia nani ana deserve kubaki ili Yanga uingize mshambuliaji mpya ndani ya kikosi, nitakwambia Prince Dube. Kwa nini Prince Dube? Kwa sababu Dube ni mmoja wa wachezaji ambao pia hata wakati anasajiliwa Dar es Salaam Young Africans, moja kitu ambacho kilizungumzwa sana ni issue yake kupata injury. Sawa, kwamba alipokuwa Azam alikuwa muda mwingi anatumia kukaa nje. Lakini pamoja na kukaa nje, anaporejea still anarudi kwenye ile fomu yake ambayo alikuwa nayo. Tofauti kwa Depu, kwa kitu ambacho kimemkuta, kwa maana yeye anapopata injury akirudi anahitaji kutumia muda mwingi zaidi, sawa, ili aweze kurejesha fomu yake. Tuko kwenye ligi ambazo ni kama knockout tournament. Yaani watu wanahitaji ingia moja kwa moja ili timu ziendelee kunufaika. Tupo kwenye ligi ambayo kwa sasa hivi watu hawahitaji kukupa muda, wanahitaji uoneshe ule ubora ambao watu wamekuamini mpaka wakusajili. So kwangu mimi naamini Depp hawezi kama ningepata nafasi ya kupitisha panga pale Dar es Salaam Africans, ningelikata jina la Depp na la Prince Dube lingesalia. Kwa nini linasalia? Kwa sababu aina ya mshambuliaji ambaye anakuja kuongezeka kucheza na yeye pia anaweza akampa changamoto Prince Dube, lakini pia anaweza akaja kufanya kile ambacho Depo alikuwa anakifanya. Kwa unapokuwa na washambuliaji wawili ambao wana uwezo, mmoja ana uwezo wa kufunga, mwingine ana uwezo wa kucheza na timu, kuna faida unaipata. Angalia Simba walipokuwa na Chris Mugal pamoja na Meddie Kagere. Hao na washambuliaji wawili tofauti. Mugal ni yule mshambuliaji ambaye ana uwezo wa kulinki na timu. Sasa the same ilivyokuwa kwa Prince Dube na Dar es Salaam Young Africans. Namna ambavyo uwezo wake kulinki na viungo wa timu pamoja na wale mawinga ni mkubwa zaidi. Sasa kwa hiyo anakupa kitu cha ziada. Meddie Kagere alikuwa ni goal poacher. Kazi yake yeye ni kufunga. Kwa hiyo kichukua ile scenario ambayo Simba walikuwa wanaipitia wakati wana Meddie Kagere na Chris Mugal, ndio hiyo inakuja kutokea kwa Prince Dube na mshambuliaji mpya ambaye anaweza kuja kama ambavyo ilivyokuwa kwa Laurindo Depp. Kwa hiyo kitendo cha Depp kuflop baada ya kupata injury, it means huko mbele anaweza akapata injury kwenye nyakati ambazo mnahitaji kuona mshambuliaji ambaye ana uhakika atarejea kwenye fomu yake, lakini bado nyinyi mtakuwa mnamhitaji zaidi. Tukumbuke Yanga wanashiriki michuano mingi. Wanacheza michuano ya FA, wanacheza michuano ya ligi, wanacheza klabu bingwa barani Afrika, wanacheza Mapinduzi, wanacheza Muungano Cup, tournaments zaidi ya 5. Achana na hizo tournaments nyingine ambazo unaweza ukapata mialiko ya kwenda kucheza. Kama kwenye tournaments zaidi ya 5, Depo amecheza tournament 3 kama sio 2, kwa maana klabu bingwa alicheza mechi 3, lakini pia amecheza kwenye michuano ya FA, amecheza michuano ya ligi. Kwa hiyo tournament ambazo amecheza kwa wingi ni 2 tu.
ligi kuu pamoja na FA, lakini hata hivyo bado ameshindwa ku maintain hiyo status baada ya kupata injury. So kwangu mimi mchezaji ambaye anatumia muda mwingi kukaa nje, sidhani kama anaweza kuwa ana faida. In fact ni mchezaji mzuri, lakini hiyo ndio inakuja kuwa dosari yake kwamba akipata injury kurudi kwenye ubora wake anatumia muda mrefu. So kama unanipa nafasi ya kuchagua nani abaki nani atoke, nadhani Dep out, Prince Dube in. Dep out, Prince Dube in. Okay, ni kwamba Depo atolewe wawili. Nani aingie kwenye kikosi cha Yanga pale cha msimu ujao? Ndio. Nadhani Dube anaingia, Depo anatoka. Sijakuelewa bado. Wakati tunazungumza tunasema kwamba unabaki na Depo, si ndio? Nabaki na Dube. Unabaki na Dube? Yes. Depo ana nafasi. Yes. Depo ni mchezaji mzuri. Anafunga. Na ndo kazi ya mshambuliaji. Lakini dosari yake ipo kwamba anahitaji muda mwingi kurejea kwenye ubora pale anapopata injury. Dube ubora wake ule ambao anao siku zote, haijalishi atapata injury ama hatopata injury, lakini kama in case katokea akapata injury, akirudi bado atarudi kwenye ubora ule ule. Tofauti na Depo ambaye anahitaji muda mrefu. Angalia tangu amepata injury ni zaidi ya miezi miwili sasa imepita. Si ndio? Tunazungumza ni kabla ya break, yani mchezo wa mwisho dhidi ya Mtibwa. Ndio mchezo ambao yeye kwake ndio ulikuwa kwanza na ukosa. Sasa mchezo ambao Yanga walipoteza. Tangu hapo mpaka leo hii Depo hana goli. Si unaelewa? Kwa tazama hiyo interval. Miezi miwili. Sasa miezi miwili ambayo Yanga wanaenda msimu ujao, miezi miwili ya mwanzo ndio anashiriki klabu bingwa barani Afrika. Unadhani kutakuwa na faida kuwa na mchezaji ambaye anaweza kukaa miezi miwili haja score, haja assist? Dube tunazungumza mchezo wa mwisho dhidi ya Mashujaa ameassist. Kwa inawezekana Dube asifunge lakini akakupa kitu cha ziada kwenye kuassist. Inawezekana pia asifunge lakini ubora anakuwa nao, haijalishi ametoka kwenye majeruhi ama hajatoka kwenye majeruhi, bado anakuwa kwenye ubora ule ule. Kwa Depo inahitaji kutumia muda mwingi ili yeye aweze kurejea tena kwenye ubora. So kwangu mimi nahitaji mchezaji ambaye akija atakuwa ni gari limewaka moja kwa moja, anaenda kufunga. So ukinipa nafasi nadhani Depo atatoka, Dube ataendelea kusalia na niko. Lakini ukiangalia kwamba Depo hapewi nafasi ya kucheza kwa muda mrefu kwa mechi za hivi karibuni, licha kwamba kuna kitu ambacho anakionyesha kiingia. Sababu kubwa ambayo anafanya Depo asicheze ni majeraha ambayo aliyapata wakati wa mwalimu yupo. Mwalimu aliondoka kwa maana ya Pedro Gonçalves. Sasa mwalimu Pedro ndo alimsuggest sajili ya Depo kwa sababu alishawahi kufanya kazi pamoja. Sasa kwa alikuwa na mimi mchezaji ambaye anakuja atamlipa. Lakini baada ya kupata injury mwalimu akaondoka, anarudi anakuja kuingia kwenye falsafa ya mwalimu mpya ambaye na yeye sasa ndo rasmi wanaanza kufanya kazi mara ya kwanza. Hiyo imemwathiri kwa namna moja ama nyingine. Lakini tunasema utaratibu ni ule ule. Kocha atasuggest mchezaji kusajiliwa, lakini mchezaji atakuwa ni mali ya timu. Ndio maana kocha anaweza akaondoka, mchezaji akabaki. Sawa, lakini pia mwalimu anaweza akabaki, timu ikaamua kumuuza huyo mchezaji ambaye alikuwa ni pendekezo pia la mwalimu. Kwa hiyo klabu ndio inamiliki mchezaji. Sasa Depo ameshabadilishiwa mwalimu. Yeye ndo anatakiwa abadilike kuweza kuingia kwenye falsafa za mwalimu. Ukiona hapati nafasi kubwa ya kucheza, maana yake ashawishi tena kwenye viwanja vya mazoezi. Lakini akiingia kwa dakika ambazo anazipata anafanya vizuri. Yes, anafanya vizuri kwa hizo dakika chache anazopewa. Lakini haja prove kwamba nina uwezo wa kuanza kwenye kikosi cha kwanza wanapokuwa mazoezini. Yaani issue ni namna ambavyo mnaanza mazoezini ndio unaomshawishi mwalimu wewe ni wa kuanza ama wa kutokea benchi. Kwa bado hata kwa dakika chache anazocheza ni zile ambazo anaonesha kwamba nikiwa natokea benchi nakuwa nina uwezo wa kufanya vizuri. Natakiwa aendelee kumshawishi mwalimu kuonesha kwamba ninaweza nikaanza kwenye kikosi cha kwanza cha wachezaji 11 kwenye mchezo wote. Sasa bado hajafika hiyo stage. Sehemu kubwa ambayo anaonekana anaonesha ubora wake akitokea benchi. Kwa lazima aendelee kumshawishi mwalimu kwenye viwanja vya mazoezi kwamba mimi nina uwezo wa kuanza mbele ya safu yako ya viungo, mimi nikawa ndo mshambuliaji kiongozi, ama unaweza ukatuchezesha double strikers mimi pamoja na Prince Dube. So mwalimu kuchagua mtu wa kwanza ni namna ambavyo wewe una display kwenye mazoezi ndio inamguide mwalimu kwenda kutumia kwenye mchezo husika. Lakini Dube mara nyingi amekuwa akikosa nafasi nyingi za wazi akiwa uwanjani. Hauoni kana kwamba kuna tofauti mkubwa kati ya Depo na Dube kwa sababu nafasi ambazo huenda akazikosa Dube, Depo anafunga? Hapana.
kwa sababu hata Depu hizo mechi ambazo anaonekana mcheza vizuri, zipo pia nafasi ambazo anazipata. Hiyo yani ndani ya hiyo miezi miwili Depu hajapata nafasi ya kufunga. Yani kwenye hizo mechi zote ambazo anaonekana anatokea bench. Lakini sio nyingi kama za Dube. Yani swala ni tunazungumza goal conversion rate. Ule wastani wa yeye kuzitumia hizo nafasi. Dube anaonekana anahitaji nafasi nyingi ili aweze kufunga, si ndio? Lakini mkuzungumzia kitu cha ziada ambacho anakuwa nacho Dube, ana uwezo wa kusaidia timu kwenye kucheza, lakini pia nimekupa mfano wa mechi ya mwisho dhidi ya Mashujaa, Dube ameassist saa goli alilofunga Mudathir Yahya. Depu akiingia anaonekana anacheza vizuri, lakini anapata hizo nafasi ingawa ni chache kama alivyozungumza, hajazitumia na hana hata assist. Sasa kama imeshindikana kufunga, hata kwa assist pia ameshindwa, it means kuna namba ambazo atakuwa anaendelea kuzidiwa na Prince Dube. Kwa washambuliaji tunapima zaidi kwenye namba na sio namna ambavyo wanacheza. That's why inaonekana Dube ana namba nzuri kuliko Laurindo Depu. Ingawa kazi kubwa ya mshambuliaji, bado anaendelea kusisitiza kazi kubwa ya mshambuliaji ni kufunga. Kwa hiyo kama Dube anashindwa kufunga, anakupa kitu kingine minor ambacho pia Depu hawezi kukupa vyote viwili ndani ya miezi miwili. Ameshindwa kutoa hata kimoja, ameshindwa kufunga, ameshindwa kuassist, basi Dube anakuwa ni bora kwenye takwimu kuliko Depu. Kwa kiwalisia wewe mtazamo wako kwamba Yanga wakihitaji kuachana na mchezaji mmoja kati ya eneo la ushambuliaji kati ya Depu na Dube, waachane na Depu. Unamkataa moja kwa moja 100%. Bwana, shukrani sana. Asante. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.